Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo afya na ustawi, tukiwa naye kaka yetu si mwingine bali ni Hamisi ndani ya studio zetu, akizidi kujuza mengi kuhusiana na swala zima la afya hasa upande wa mwili wako. Na leo katika mada yetu ya leo tunataka kuangalia cancer awareness. Early detection saves lives. Anakuambia kwamba kuna vitu lazima sisi tunafaa kuvijua kuhusiana na swala zima la kansa, ili tukivifahamu tujue ya kwamba ni jinsi gani tunaweza kuprevent ama ni jinsi gani inaweza kupata tiba, na inshallah tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu sana Hamisi. Asante. Natumai mzima sana. Huna neno? Sina neno. Karibu sana. Kwa hapa leo. Asante, karibu sana. Na tukiangalia mada yetu ya leo, tunataka kuangalia early detection ya cancer ama the whole of cancer awareness. How do we go about it? So kwa cancer, saratani, ni tuanze tuna what is cancer. Cancer ni wakati ambapo mwili wako iko na normal cells za kawaida. Hizi cells huwa zina grow kutoka from start and then they die at some point. It's a normal cycle in the body. So the body regenerates new cells and then they die. So when a mutation, sasa kwa hizi cell kuna cells specific, unapata kuna mutation kwa DNA. Sasa hizi cells hazikufi, zinakuwa immortal, hazikufi. Sasa kama hazikufi zina grow excessively. Grow excessively ndio unapata hiyo inaitwa cancer. Mostly inakuwa ni tumor and then unakuwa na cancer. And then zikispread inakuwa vibaya sana. So for cancer awareness, ni tujue cancer ni nini, tujue the most common types of cancer. In Kenya specifically, the most common type of cancer in women nadhani ni breast, followed by cervical. Cervical cancer is the most common cause of death in women in Kenya. Most common cancer death in women. Kisha kwa men tuko na prostate cancer, na kwa wote tuko na esophageal cancer ya umio, na colorectal cancer, cancer ya utumbo mkubwa, the colon. Yes. Hizo ndio the most common cancer you should be aware of, na hizi ni cancers ambazo ziko na easy preventative measures ambazo unaweza take to prevent. Naam. Na vile umeongelea kuhusiana na kansa ya koo. Kansa ya koo inasababishwa na nini? Kuna kansa ya koo ya throat cancer, na kuna kansa ya umio ya the esophageal cancer. Both of these cancers sana sana zinasababishwa na smoking, sigara, na alcohol. Kuna other reasons, but hizo ndio the two most common reasons. Especially smoking is direct for throat cancer na esophageal, na alcohol. Pia for esophageal cancer sana sana huwa statistics zimeonyesha, especially western Kenya, side za Kisumu, Busia, ziko na high statistics of people with esophageal cancer. Wanasema ni kuna other reasons pia, wanasema hot beverages, kukunywa chai moto sana. Anaambia usipende kula chakula moto. Juu inachoma the lining ya koo. Kisha choma unakuwa na risk ya mutate to cancer. Okay. And another thing ni kwamba, why is it important for us to have that regular screening ya cancer? So cancer huwa mostly iko na 4 common stages. From stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Natumai mmesikia at least anything about staging ya cancer. You can So stage 1 ya cancer ni cancer ambayo haijaenea, ndio imetokezea. Tuseme, acha nitumie example ya hiyo cancer ya koo. So cancer ya koo, esophageal cancer ama ya umio, esophageal cancer, imetokea tuseme the upper 1/3 ya juu ya iko side ya ndani ya koo. So ni stage 1, haijaenea anywhere, iko still localized to
to the area ambayo ilianzia. Kisha kispread to the other side, seme imekuja kwa trachea, imekuja side ya nje, imetoka side ya ndani, hiyo sasa ni stage 2. So imeanza kuspread to the local areas. Kisha tukifika stage 3, imespread to the areas around. Sasa imeanza kukuja kwa trachea, imeanza kuenea mbali kidogo kuliko na mwanzo. Tukifika hapa sasa si rahisi kutibu. And then kisha kuna stage 4. Stage 4 sasa imeenea kwenda kwa brain, kwa lungs, kwa bone, kwa liver. Sana sana njia za kuspread ni kama hiyo ya kwanza tuliongelea, direct extension, kwa sababu uko karibu hiyo side itapata cancer. Hizo cells zita migrate there. And then kuna lymphatics. Lymphatics ni channels za mwili ambazo huwa zinapitisha kama vile uko na mishipa ya damu, pia uko na lymphatics. Kuna hiyo lymphatic spread. Hiyo ndio one of the most common ways za kuspread any type of cancer. Okay. Na sasa ya damu, hematogenous spread through the blood. Kiingia kwa blood vessel inaweza spread to any part of the body. So vile umeniuliza, hizi cancer, the earlier we get them at the localized stage 1, stage 2, the earlier it is treated. To treat. Ukipata for cervical breast cancer, statistics zimeshow any stage 1 cancer of those that was found, 90% zilikuwa treated to mtu akarudi maisha ya kawaida. Yes, so the earlier we get them at the earlier staging, through the screening, if you screen for them and you notice that it is there, it is diagnosed at the earlier stages, we treat it easier. And it is cheaper at the earlier stages to treat than at the later stages. Chemotherapy per session ni around 1.5 million per session. Now you have to go around 6 cycles. So you can imagine it's not easy. It's not easy. Yes. Kweli. Na hapo ndo utakuta unaambiwa like be very careful of whatever you're doing katika maisha. Sometimes ndio cancer inakuja and kuna mtu labda hajui ni symptoms gani zenye anaweza kuwa nazo. So let's talk about maybe the symptoms ambazo any person with cancer anaweza ziona akasema like okay, me I'm detecting this, naweza kuwa maybe I have this cancer. Niko nayo. So cancers ni aina nyingi. So kila cancer inaweza present differently to another. So nikiangalia maybe the most common symptom in all types of cancers unapatanga sana sana ni weight loss. And pia kuna hii ni mnemonic kind of yenye watu wanaweza tumia kujua ni cancer aina gani. Kuna inaitwa caution. Caution C ni for changes in bowel or bladder. So changes in ambavyo haja ndogo ama haja kubwa. Kama imekuwa na change, kuna damu, kuna uchungu ukikojoa ama ukienda haja kubwa. Any change in the bowel, constipation is a sign you should go to your health practitioner. Any like a sore that does not go away. A sore ni kama kidonda ambacho haiponi, inakaa sana. Kama tuseme kwa breast cancer unaweza kuwa umepata kidonda hapo ambayo haiponi kwa rahisi, ama hata skin cancer, kidonda ambayo haiponi rahisi. And then unakuwa na kuna lumps, kufura. Kama kuna umefura mahali na hiyo ufura si ya kawaida, kama tuseme kwa breast, hiyo unafaa ukue checked up. Pia kuna hizo ndio. Pia kuna unusual bleeding or discharge kama kwa wanawake sana sana, kama kuna bleeding ambayo ni si normal periods, ni intermenstrual, ama discharge ambayo ni full smelling ambayo si related to infection, should warrant a caution so that you go get checked out. Naam. Hicho ni kitu ambacho kizuri zaidi kuweza kukifahamu, kwa sababu tukiangalia huenda kuna sababu nyingi ambazo sisi zinasababisha kufikia mpaka hatua hiyo.
mostly nini signs ambazo umezisema huenda mtu akazipata kadhani labda ni ugonjwa mwingine and without going for screening and so on, unakuta mtu huenda kuna high chances ile cancer kuspread. Though nini symptoms ambazo umesema mtu kama tuseme kama kwa upande wa wanawake discharge, mtu atasema maybe ako na infection, ako na maybe STIs, ako maybe UTI, mtu anaweza sema ako hivyo, but without knowing kumbe ni cervical cancer ndo ako nayo. That's good. And another thing, why do many people delay going for cancer screening even when they have access to it? Most cancer symptoms ni non-specific. Haziko ile specified. Ukisema kama unashindwa kumeza, ujue uko na kansa yako. Unasikia uchungu ukimeza, huwezi fikiria kansa yako, utafikiria homa ama sore throat ama nini. So hizi symptoms unapata after zimeenda for a while ndio watu wanaanza kunotice kuna shida. Mostly ni kwa sababu our education is not really catered to teach us about these common symptoms. Sana sana mimi kusema kweli nilikuja kuzijua nikuja kusomea udaktari. Sikujua vitu zingine zinaweza kuwa hivi na hivi. So mostly ni lack of awareness for people to know. And some other some symptoms zinakuanga unaweza kama tuseme uko na discharge. Labda uende kwa chemist utibiwe for UTI, lakini si uende hospitali. Sure. For men hata ni worse juu ukiwa na uko shida huko chini, baba huwa wapendi kuhusiana na daktari kuenda privacy na hizo vitu zote. Na pia the most common, another common one I think ni woga. Unajua kwa sema hata kama uko na idea uko na lump kwa breast, uko na woga maybe ni cancer na sitaki kujulikana niko na cancer. So uko na stigma. So hiyo stigma inafanya usiende utibiwe mapema kuliko ungetibiwa mapema. Okay. So it's about the stigma. And how can we eradicate this? Kwa sababu hii stigma yenye tuko nayo, it's the same ambayo inafanya watu wengi wanaumia. And utakuta kuna mtu yes ako na cancer, but ile kwamba wewe uko na cancer, kuogopa pia kule kutengwa na watu iko na athari. So how do we eradicate this? Kuna programs ambazo kuna watu ambao kwa levels za hospitali wanaitwa community health providers, CWPs. Community health providers ni watu kwa hiyo kijiji yenu wanajulikana hospitalini na wanajulikana kwa kijiji. So it's easier to transmit information in a more digestible way so that people understand that cancer is not a death sentence at the end of the day. You can be treated, you can be managed, na urudi maisha ya kawaida. So if we can get programs to go kwa hizi shule ndogo ndogo, because the earlier you start to expose especially young children to this information, the less stigma there is to these types of things. To go to schools, to go to workplaces, hata kuunda pamphlets nzuri to spread awareness that it's not a death sentence. Yes. Thank you so much. And what types of cancers are mostly treatable when detected early? Generally, almost all types of most common cancers are treatable when detected early. It's kupata zile cancers zenye ni aggressive ni rare, hazikujangi kurahisi. Like percent ni 3%, 1% ni ndogo sana. But hizi zingine zote ambazo nimesema from cervical cancer to prostate to esophagus to breast, zote zinazatibiwa as long as zimepatikana stage 1, stage 2 hapo. Hata stage 3 wakati mwingine. Okay. Kwa hivyo ni vitu ambavyo it's very rare happening ile stage nyingine. Yani it's very rare like ipatikane azikui kama hazina ile early detection, itakuwa na ile suffering ahead. Ukizipata zile late stages ndio ni ngumu kutibu. Ukipata stage 3, stage 4, it's hard to treat. Ni wanaitanga 5 year survival rate. Kwa miaka 5 watu uishi wanakuwa wachache sana. Ukipatikana stage 3, stage 4. Okay. Kwa sababu isha spread.
kisha spread, you have to do chemotherapy to multiple places kwa mwili. So and the way chemotherapy the way inamaliza wengi mwili. Kweli, yeah. Because the way tukipitia kama ni kwa mitandao or mtu akienda chemotherapy, it's really tiring. I don't know what usually happens, but tutakuja kuongea katika hiyo nini pati ya pili cha tulikuwa mapumziko, then when we come back tutaendelea kujua zaidi. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa naye Hamisi ndani ya studio zetu anazidi kujuza mengi kuhusiana na cancer awareness. Ni vitu muhimu sana. Wewe kama kijana, wewe kama mzazi nyumbani, unapaswa kuvifahamu. Cancer zipo tofauti. Both kwa wanawake na both kwa wanaume. Kwa wanaume wamesema kwamba kuna hiyo prostate cancer. Nadhani pia kuna siku kuna mmoja wetu wa mgeni mmoja aliweza kuongelea kuhusiana na prostate cancer, na inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Afya na Ustawi, tukiwa naye mgeni wetu ambaye si mwingine bali ni Hamisi, akizidi kujuza mengi kuhusiana na afya yako, haswa katika mada yetu ambayo tunazidi kuichambua zaidi na kuelewa zaidi ni kuhusiana na cancer awareness. Ni jinsi gani sisi tutaweza kupeana ile elimu kuhusiana na swala zima la cancer, kwa sababu ni swala ambalo limeweza kuwa na wingi wa watu sasa hivi. Tunafahamu watu wengi sasa hivi, ukifika majority ya watu wanakuwa na ugonjwa wa cancer, na labda huenda hujui detection zake ni vipi, lakini ameweza kuelezea vitu ambavyo ni common katika general knowledge ya watu wote ambao wanakuwa na cancer. Na inshallah mpenzi mtazamaji, tukirudi kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena Hamisi. Na tulipokuwa kabla tuchukue mapumziko tulikuwa tunaongelea swala la chemotherapy. How does this happen? Chemotherapy ni madawa, ni medicines ambazo ukipewa they attack the cancer cells. But most chemotherapy attack cells that tulisema cancer awali ni cells ambayo ina grow bila kuacha, sindio? In the body there are other normal cells that usually do this. Zina grow bila kuacha but are not cancerous. So chemotherapy when it attacks, attack cancer cells, it attack the other normal cells. Ndio maana utapata because inaenda kwa DNA na cells zote ziko na DNA. So ukiaffect DNA unakuwa na very adverse effects kwa mwili. Kuanzia kupoteza nywele, kutapika, especially kutapika is very bad because huwa inachoma the lining of the esophagus. But huwa medicines are given but it's still very serious. And then huwa utapata shida na mapafu, kuchomeka, because sometimes we do even radiation ni kama beams za light zinakuwa projected at the cancer cells specifically to kill them. But at the end of the day there are still normal cells around the cancer. Na kama iko ndani ya mwili still has to penetrate. So other parts of the body still have to be at in the process of eradicating the cancer. Yes. Na swala hili zima la tuseme wale ambao kuna stage ikifika nywele zinaanza kutoka. Hii huwa inasababishwa na nini? Mostly ni chemotherapy, ni side effect ya hizi madawa za chemotherapy. Ukipewa huwa zina hizi cells ambazo zina grow nywele commonly huwa zinakuwa affected. And then nywele ina fall off. Kwa hivyo sana huwa ni ile medication. Nasababisha maana mtu atakwambia ni kwa sababu ya cancer ndo natoka hivi. Without knowing maybe kuna hiyo medication anatumia yenye mpoa ya cancer ndo inasababisha nywele kutoka. Asante sana. How do myths and misinformation affect early diagnosis? So kama tuseme for cervical cancer, it's usually kuna hii myth ati it's usually for older women, you see. But starting from the age of around 29 you can still get cervical cancer. Si ya older women. So unapata mtu aanze screening mapema kwa sababu anajua ni ya watu wazee, so ngoja nikuwe mzee ndio nipate kitu kama hiyo. Ama tuseme
kitu kama breast cancer, mostly tuseme nimepata kwa familia, and then now the daughter is worried that I might get cancer eventually, but it's just risk inaongezeka by 2 or 3 times, but as long as you start screening early, utatibiwa. Because acha niangalia hizi screening methods kwa sababu hiyo ndio the main topic ya leo. For cervical cancer, kuna kitu inaitwa pap smear. Pap smear ni test unafanywa kuangalia cervix kama iko na cancer ama itapata cancer. Ukishafanywa hiyo upate iko negative, usually you start from age 25, you do it every year, and then every year for 5 consecutive years. Kama iko negative, utaambiwa ukuje every 3 years. So ukifika age 25 unafaa kwa umeanza pap smear testing. For cervical cancer again, kuna vaccine at age 10 to 12 years to 14 years. Kuna vaccine ya HPV. HPV ndio ina cause cervical cancer. Kuna vaccine ukipewa hautawahi pata cervical cancer maisha yako yote. So kuna vaccine, so people should know there's a vaccine. They should take their daughters as early as possible. Up to age 25, you should take the vaccine. For breast cancer, kuna I think last month ilikuwa breast cancer awareness month. Kuna normal nini unaweza jifanyia, examination unaweza jifanyia kwa nyumba. Ni 7 steps. Ni rahisi. Every woman should know at around day 7 to day 10 after the start of your period, you should check for yourself. Unaenda kwa mirror, unaangalia. Kuna maybe ningekuwa na pictogram niwaonyeshe, but unaweka mikono apart, unaangalia kama kuna asymmetry, kama inafanana, kama kuna skin changes, kama kuna ulcer. Kisha unaguza ufeel kama kuna lump. You do the same while lying down pia, so that you check. But every woman should know, every month you should check. Then ukifika age 40, for every woman you should go for test inaitwa mammogram. Mammogram huwa inafanya I think every year, and then utakuwa advised afterwards. Mammogram ni screening test ya breast cancer, na huwa ina detect breast cancer at early ages. Hiyo ni for breast cancer. Kama kuna breast cancer kwa familia yenu, it is advised to start as early as 35 years old. For prostate cancer, huwa ukifika age 50, kuna test inaitwa PSA, prostate specific antigen, PSA. Unaweza enda hospitali ufanyiwe, ina detect prostate cancer at very early ages from age 50. For colorectal cancer, I think kuna colonoscopy for the countries and ziko developed, wao wameanza kuzifanya from age I think 45, 40, because iko common huko. Hata huko Kenya imeanza kuwa common, but it's common there. So kuna colonoscopy, wanachukua kamera, wanaangalia ndani ya utumbo wako mkubwa to check for colorectal cancer. Pia kuna kit ya kutest colorectal cancer, but most commonly colonoscopy. Yes, hizo ndio screening test ambazo ziko common for most common cancers zenye ziko. Asante sana. Na tukiangalia swali lingine ni kwamba, can lifestyle choices reduce the risk of developing certain cancers? Yes, very true. For cancers like breast na colorectal cancer, ziko affected by your weight. Ukiwa na obesity, high BMI, uko na higher chances za kupata colorectal cancer na breast cancer. So if you exercise, you reduce your weight, una reduce risk yako. For smoking and alcohol use, it reduce risk almost all types of cancers. Especially smoking is a risk factor for almost any type of cancer. Hadi cervical, imagine. So if you reduce your habits za smoking, na pia for the types of foods that we eat, especially for colorectal cancer, huwa tunakuwa advised to eat high fiber diet. High fiber diet ni diet ya fruits and vegetables and nuts
hata ukitumia pills ama probiotics it's okay as long as ni high fiber diet na kureduce red meat. Yes, that's ni kitu ambacho kinapaswa wengi kuifahamu kwa sababu tuko katika dunia ambayo sasa hivi magonjwa ni mengi. Magonjwa yamezidi, watu wanaumwa hapa kukicha, kansa zimezidi. Sasa ni ugonjwa ambao sasa hivi una spread fast sana. Without even watu kuweza kuangalia afya yao vizuri, tunapoteza watu wengi katika jamii. Asante sana. And how do genetic factors influence cancer risk and screening recommendations? So kuna types of cancers ambazo ziko linked na genes. For breast cancer kuna gene inaitwa BRCA gene mutation. Iko pia kwa prostate cancer but mostly ni kwa breast cancer. Ukiwa na hii mutation uko na higher risk ya kupata breast cancer as you age older. So tuseme in your family someone was diagnosed with breast cancer and then hii gene ya BRCA was isolated. Wakajua ako na mutation. So their daughters and their first line siblings, their aunties, when wako related to huyu, they should start mammogram at age 35, vile tulisema awali. So you start screening early. For colorectal cancer, the same. Kuna gene pia iko affected hapo, ito HNPCC. Pia kuna mutation iko affected for colorectal cancer that causes, for sure bet ukiwa na hiyo gene mutation, most of the time you will likely progress to cancer. So your screening is usually started 10 years early at age 30 instead of age 40. Yes. For any type of cancer that has a gene mutation that is family related, screening is usually started early. Okay. Yes. Okay. And do the foods that we eat contribute to maybe the disease, a disease like cancer? For there are some foods that have been linked to certain types of cancers. Kuna hii nilikuwa wanaita aflatoxin. Aflatoxin iko sana sana kwa wheat foods. Some wheat foods. Siko sure ni specific ni gani, but wheat foods, aflatoxin inaweza cause liver cancer na esophageal cancer na colorectal cancer, I think hizo tatu. Low fiber diet vile tulivyosema awali ina lead to colorectal cancer. Na pia foods hizo ndio the most common kwa chakula. Kwa chakula. But if you eat food that are high in bad fats, you still get overweight or obesity, which will contribute to the cancers that tumeongelelea kama za breast cancer na colorectal cancer and cancers related to weight problems. Yes. Talking about food, what is it about the processed ones, like the ones that people buy in supermarket? Marage imewekwa kwa can, sasa pia nasikia kuna chapati, mtu anaenda anachukua tu anakuja ananini then anakula. The problem with hizo food ni preservatives. Most preservatives zinakuanga linked to cancer causing, ni cancer causing agents. Over the years wamekuwa wakijaribu kuregulate, but kampuni bado zinaziweka out there. So unakuja kujua baadaye after the company has been sued for causing cancer because of the preservatives that are mostly in the foods or in the products. Yes. Pia hizo foods ziko canned zinakuanga na bad fats, unsaturated fats, ambazo ziko linked to overweight and heart disease and cancer that ziko related to obesity. Yes. Oh, okay. Okay. And as we wind up, ni jinsi gani sisi kama jamii tutakuja pamoja kwa kuangazia kwamba tunaeneza habari kuhusiana na hili swala la kansa, kwa sababu we have tried. Ni kitu ambacho utakuta ikifika hasa upande wa breast cancer inaelezewa zaidi. Tumesahau kuna hizi kansa zingine kama prostate cancer, utakuta mpaka mtu
inatajwa but sio sana kama vile breast cancer imewekwa kipaumbele na cervical imekuwa kipaumbele sana. Yeah. I think awareness inafaa ianze kutoka kwa sisi practitioners. We should be educate, because we see many patients at the end of the day. So if we could educate one patient to educate another, it's easier, because hata kama amekuja na shida ambayo ni unrelated to cancer ama akona risk factor ya cancer, tukishamweleza and then aeleze their counterparts, it's much easier to spread that information. And the best way usually ni because cancer iko na hiyo stigma ya death linked to it sana. Tukiweza toa hii stigma ya death from cancer, we can spread awareness easier to people. I think media stations are trying to propagate the awareness of the cancers, but we are still far behind, especially in terms of screening, because in our country, if you do surveys, very few women are, siku hizi ndio wanawake wameanza kuja for screening for cancer. Unapata wengine hawajui kucheck for their breast, because you can just go YouTube, watch a video on how to examine your breast. Every month you do it, it's just a 5-minute thing. So tunafaa to educate watu on hizi screening methods, because the earlier we catch it, the better it is to treat, the less it is linked to the deaths, because now it is treatable. Yes. Kwa sababu ni ugonjwa ambao sahii unaogopewa sana katika jamii. And I think pia stigma ni kitu kimoja ambacho kinafanya hao watu wanazidi kuumia. This brings us to kuuliza ile swali ya kwamba how do we end this stigma upande wa watu wa kansa, kwa sababu mtu atasema vibaya, jamii pia wengine wataanza kumtenga, kumweka kando. Sio rahisi ku end stigma, but nadhani itarudi tu kwanza from awareness, because if we spread the message that ukiwa na cancer hiyo sio death sentence, tukianzia hapo itakuwa less stigmatized. Ni kama vile kitambo, usually HIV was very stigmatized, but as the treatments have come about and people are starting to live longer, it is less of a stigma. So if we can do the same for cancer, to tell people that treatments are there, screening methods are there, prevention methods are there, how to avoid getting cancer is there, we can reduce the stigma. If we bring education of the cancers to the lower schools, to bring awareness programs, I think we can reduce the stigma. Yes. Asante sana Hamisi. Na tukimalizia ni kwamba ni kitu gani ambacho ungependa kumwambia mpenzi mtazamaji kuhusiana na swala zima la kansa? Ningependa kuambia jua be aware of the common cancers, be aware of the prevention methods, be aware of how to screen for the most common cancers and how to prevent them. Because hii knowledge itakusaidia wewe ama mwenzako, itakusaidia sana, and you will prevent these cases of cancer from increasing, so that we can have a healthy population. Thank you so much. Asante sana Hamisi, kuanzia mwanzo hadi mwisho. Na Mungu akubariki, akuzidishie, tuzidi kuwa na wewe tena siku nyingine kuongelea masuala ya afya, kwa sababu ni kitu ambacho sisi kama jamii tunapaswa kukifahamu, haswa wale ambao wako mashinani. Kuna watu ambao wako mashinani na hawajui hivyo vitu vipo. Japo anakuambia utakuta wale ambao wanakuwa na hela zaidi ndio wanaoumia na maradhi kama hayo. Lakini watu wanasahau. I think it's one of the myth ya kusema kwamba okay, yule maskini apatwe haraka na health problem anapata yule tajiri. Lakini tukiangalia kwamba sasa ni watu wengi ambao wanapata na magonjwa kama haya. Watoto wadogo wengine wanazaliwa katika hali ya kwamba utakuta mtu baada ya muda mchache unakuta unasikia mtoto ako na kansa.
sasa. Asante sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa naye Hamisi ndani ya studio zetu umeweza kufahamu mengi ambayo ameweza kuyaangazia haswa kuhusiana na cancer awareness. Ni muhimu sana sisi kama jamii kuja pamoja kuweza kuelezea jamii kuhusiana na hili swala zima la saratani. Saratani ni kitu ambacho sasa ni kinaua, ni kitu ambacho usipoangalia wa mapema, usipokishughulikia mapema kinakuwa na athari kubwa sana katika mwili wako. Na hakuna kitu kizuri kama tulivyosema ya kwamba mwili ni kitu ambacho unafaa kukitunza. Ndio maana utakuta wengi ukiona mtu havuti sigara, hanywi pombe, lakini anataka kuangalia ile mwili wake, afya yake inakuwa kivipi. Na inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mingi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalam.